wanafuatilia, wanajifunza kila Jumamosi. Idadi yao imefika 23 sasa hivi. Wao wanajifunza Jumamosi jioni. Nilipoongea naye vizuri, huyo mtu akaniambia yeye wako kijijini kabisa. Kwa wanachofanya ni kwamba wanatumia simu yake, ananunua bando, alafu wanapita kwenye vipindi vya asubuhi, wanasikiliza. Yeye na wenzake wanakaa chini, wanaandika, wakipata maswali wanatuma. Yaani mpaka sasa hizi wamenitumia maswali kama 30 hivi. Inatakiwa niwajibu. Sasa maswali mengine kuyajibu ni rahisi. Ni kuwa printia baadhi ya vitu ambavyo niliwahi andika zamani, alafu watumia. Kwa nadhani wiki hii kwa neema ya Bwana tutawatumia baadhi ili wasome. Nikagundua kumbe knowledge inaenda, ingawa inaweza isionekane maana yake kwa sasa, ila hata baada ya miaka mingi knowledge yake itakuwa kubwa. Kwa hiyo wale watu wenye kalama nyingi Bwana alizowapatia, unafanya tu, alafu itafika siku moja ambayo haina jina, knowledge itakuwa na watu wengi watamfahamu Mungu. Bwana wabariki sana. Hao rafiki zetu wako Iringa kule, ni vijijini. Sasa kijiji nimeshakisahau kinaitwaje, lakini ni Iringa ndani huko. Yeye anasema alikuwa anapita YouTube siku moja ndio akakutana na hivyo vitu, akaamua kuanza kufuatilia. Kwa hamna mwalimu alikuwa Roho Mtakatifu alimuongoza afike hapo, akaanza kujifunza. Wanaendelea kujifunza na tunaamini wanaendelea kubarikiwa. Bwana wabariki. Tuinamisha nyuso zetu tuombe. Baba yetu mwema, Mungu uliye juu mbinguni, muda umefika sasa kujifunza juu ya jambo hili la pekee sana. Iwe ni kwa mengi au kwa machache, tunachokusihi na kukuomba ni kwamba jina lako likainuliwe kupitia jina la Mwana Yesu Kristo. Amina. Siku ya leo tuna somo moja zuri, nimeliita historia isiyofutika. Historia isiyofutika, historia isiyosahaulika, lakini ni historia ambayo haiwezi kufutika duniani mpaka Yesu anakuja. Historia leo tutamwangalia mfalme mmoja aliyeitwa Mfalme Nebukadreza. Wakati huu alikuwa mfalme dhalimu, hamjui Mungu wa mbinguni. Ingawa Mungu alimtambulisha Nebukadreza kama masihi wake, yani mpakwa mafuta wake, ila Nebukadreza hakujua hicho kitu. Na Nebukadreza alipokuwa akitawala mwaka fulani, akiwaza sana juu ya fahari ya ufalme wake utakavyokuwa, na namna ambavyo atatengeneza ufalme wake ujulikane na kila mtu aweze kuutambua. Akalala usingizi na akaota ndoto, na ndoto yake ikasaulika. Na Nebukadreza mfalme akataka majibu kwa ndoto yake. Elimu ya Wakaldayo, miongoni mwa elimu za Wakaldayo zilizokuwapo, walikuwa Wakaldayo wanaamini sana kwenye uchawi, usihiri, unajimu. Hawakuamini katika kitu kingine isipokuwa hizo mambo za kutazama bao. Mambo ya kama ya kutazama bao. Leo tunasema mambo ya kama ya kupiga ramli. Kwa miongoni mwa watu waliotengeneza safu ya juu ya uongozi wa mfalme Nebukadreza wakati huo, walikuwa ni miongoni mwa walikuwa wachawi, wasihiri, watu wenye maarifa, elimu, watu walioamua kuwa na maarifa hayo ya wakati huo. Ingawa hata leo nilikuwa namsikiliza mtu mmoja anasema, ukisikia kitu kinaitwa benchi la ufundi, jua ni benchi linalohusisha wachawi, wasihiri, wanajimu, watu wa design hiyo katika tasnia ya muziki au tasnia ya mpira wa jamii kwa jamii zake. Sasa mfalme dhalimu alivyolala akaota ndoto, na ndoto yake ikakosekana majibu. Mfalme akataka majibu, na ili apate majibu akaita watu wenye hekima. Lakini kinachonishangaza ni kwamba katika watu wenye hekima wote walioitwa, Daniel na wenzake hawakuitwa. Maana wao hawakuwa sehemu ambao mfalme aliwahitaji wakati huo. Ila katika watu waliokuwa wanafanya kazi pale katika jumba la mfalme, walikuwepo watu waliokuwa wanafahamu uwezo mkubwa wa Daniel aliyokuwa nao. Sasa Biblia inasema maneno yafuatayo juu ya jambo hili. Daniel 2 fungu la 12 hadi 13, shetani akachukua fursa ya kumuua Daniel na wenzake.
ili aweze kutokomeza kabisa tabia za Mungu katika ufalme wa Babeli. Na ndipo hapo ambapo Biblia inasema basi kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa, na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Na watu wakamfuata Daniel na wenzake, ili sio wawape taarifa kwamba mfalme ameota ndoto. Hapana, Biblia inasema ili wauawe. Kwa watu wakakusanyika wakasema, kwenye huu ufalme kapo kijana kamoja kanajifanya kana hekima, anaitwa Daniel na wenzake, hawa inabidi nao tuwaue, maana ni kundi la watu wenye hekima wa Babeli. Na Daniel anapopata taarifa kwamba anatakiwa kuuawa, Daniel anamfuata kiongozi wa wakati huo aliyekuwa bosi wao, anaitwa Ashpenazi, mkuu wa matoashi. Anamfuata, anamwambia Ashpenazi, naomba unipeleke kwa mfalme. Alafu Daniel kwa kujiamini kabisa anamwambia Ashpenazi, mwambie mfalme ya kwamba mimi Daniel nitampa ndoto yake na maana yake, ila hajui kama itapatikana kweli au la, ila kwa imani aliamini hivyo. Wenye hekima walilalamika kwamba ni miungu peke yao ndiye ingeweza kumfunulia mfalme ndoto, lakini hawakukana wenye mwili. Miungu ya wapagani huficha mipango yao, lakini Mungu wa mbinguni yeye kamwe hafichi. Daniel 2:11, wakamjibu mfalme Nebukadreza wale wenye hekima wakasema, ni neno la ajabu hili analotaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hili ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Na hata leo kwenye maisha yetu ya leo ni tabia wanadamu wengi kutafuta mambo na kufanya mambo kwa siri, wengine hata kujiunga kwenye vyama vya siri, kwa kuwa mambo ya siri ni tabia ya shetani. Ila Mungu yeye hana mambo ya siri. Mambo ya siri ni tabia kubwa ya shetani. Mungu kamwe yeye hafichi mambo. Yohana 18:20 Biblia inasema, Yesu akajibu, mimi nimesema na ulimwengu kwa kificho. Hapana, Biblia haijaandika hivyo. Biblia inasema mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Kwa in open broad, katika namna ambayo ni rahisi, Mungu anasema na ulimwengu waziwazi. Siku zote nalifundisha katika sinagogi, katika hekalu wakusanyikapo Wayahudi wote, wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Kwa hiyo wala kwa siri ya kusema neno lolote inamaanisha kwamba Yesu Kristo hajawahi kuwa msengenyaji, hakuwahi kumsengenya mtu yoyote, hajawahi kusema jambo lolote lile kwa siri. Mungu yeye hufunua mambo yake na huyaweka wazi ili kila mwanadamu aweze kuyapata. Amos 3:9, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Na kwa wale ambao wanafuatilia mambo, baadhi hapo nyuma tuliwahi kusoma vitu ambavyo vimetimia katika macho yetu, nyinyi wote hapa mkiwa hai. Unabii wa Syria ambao Biblia iliandika ikasema Syria itabaki kuwa maganjo tu na haitakaliwa na mtu, baadhi ya maeneo yale ya mji wake mkuu. Na ni kweli mwaka 2023, 24, 22, 21 vita Syria, miji iliyokuwa inajulikana, mji kama Aleppo, mji maarufu ambao ulijulikana kama site heritage, UNESCO heritage, sehemu za hifadhi zile za UNESCO, umevunjwa, hakuna anayeishi tena. Kila kitu kimebaki kama kilivyo. Mambo yakitimia, maana Mungu anawafunulia watumishi wake manabii siri zake. Na hata hivi karibuni ipo siri kubwa zaidi kuliko zote itatukia. Yesu atakuja tena mara ya pili. Hapa kwa mara nyingine tena tunaambiwa ukweli kwamba Mungu wa Biblia anataka kuwasilisha mapenzi yake kwa viumbe vyake. Testimony for the Church, gombo la 7, ukurasa 84, paragraph ya 3. Ellen White anasema hatupaswi kuungana na vyama vya siri au vyama vya wafanyakazi. Tunapaswa kusimama huru katika Mungu, tukimtazama Kristo daima kwa ajili ya mafundisho. Kwa baadaye baadhi yenu mtaanza kufanya kazi, mtaingia kwenye vyama hivyo vya wafanyakazi. Kumbuka fuatayo, hupaswi kuwa sehemu ya vyama vya wafanyakazi. Ukimaliza udaktari tu unakuwa mwanachama wa MAT, lakini mwanachama wa mfu. Uwe mwanachama hai lazima ufanye contribution. Hatupaswi kuwa wanachama wa vyama vya wafanyakazi. Baadhi yenu watafuata na vyama vya siri na kuanza kushawishiwa kujiunga huko. Hatupaswi kuungana na vyama vya siri. Hatuwezi kusimama kwa kubeba bendera ya Yesu Kristo na kubeba bendera ya shetani.
Ni lazima tuchague tutakayemtumikia ni nani. Mungu ni daima anatakiwa aweze kuinuliwa na kunyenyuliwa katika maisha yetu. Kwa leo hatupasi kuungana na vyama vya siri wala vyama vya wafanyakazi. Daniel akaenda kwa mfalme akamwambia fuatayo. Nampenda Daniel akajibu. Daniel 2:27-28. Daniel akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyeuliza mfalme wenye hekima hawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi wala waganga wala wanajimu. Siri ambazo kwenye maisha yako unazo, wasomi wa dunia hii hawezi kufunulia. Nitakupa baadhi ya vitu. Mfano rahisi tu ni kwamba let's say umepata autoimmune disease. Nikisema autoimmune disease ni kwamba ni ugonjwa ambao kinga yako ya mwili inaanza kushambulia mwili badala ya kushambulia magonjwa. Alafu hiyo kinga yako ya mwili ikaanza ikapiga moyo unaanza kufeli. Baadaye inakuja inaanza kupiga miguu, unaanza kushindwa kutembea. Ni kinga ya mwili yako binafsi. Nani anayejua sababu? Hakuna anayejua sababu duniani. Dawa atakazoamua kukupa hospitali ni dawa za kuituliza kinga ya mwili. Unapewa very strong steroids au unachoma very strong steroids, hilo group fulani la dawa fulani, ili angalau kupunguzia mwili usijishambulie wenyewe, ila hakuna majibu. Nini kimesababisha? Hakuna. Siri pekee awezaye kufunua siri sio wataalamu wa dunia hii. Yuko Mungu mbinguni awezaye kufunua siri. Daniel anasema, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa sio siku zake. Biblia inasema amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa siku za namna gani? Za mwisho. Na siku za mwisho zilianza mwaka 1798. Kwa toka mwaka 1798 njozi, historia isiyofutika mfalme Nebukadreza ina maana kubwa sana kuliko wakati wote wa historia ya maisha ya mwanadamu, kwa sababu mambo yaliyoelezwa kwa Nebukadreza, mambo ya siku za mwisho, yana maana kubwa sana. Historia isiyofutika inatueleza mambo ya siku za mwisho. Mwanzo 49 fungu la kwanza, Biblia inasema, Yakobo akamwambia wanae, kusanyikeni niwaambie mambo yatakayowapata siku za mwisho. Sio siku zake Yakobo akiwa hai, hapana, lakini anaelezea tabia itakayokuwa ikiishi duniani katika siku za mwisho za wakati wetu tukiwa tunaishi. Katika siku za mwisho Mungu anafunua siri ya mambo yaweze kujulikana vizuri. Bible Commentary gombo la 4 ukurasa 1168 paragraph ya 4, Ellen White anaandika, anasema, sanamu iliyofunuliwa kwa Nebukadreza huku ikiwakilisha kuzorota kwa falme za dunia katika mamlaka na utukufu, pia inawakilisha kwa kufaa kuzorota kwa dini na maadili miongoni mwa watu wa falme hizi. Mataifa yanapomsahau Mungu ndivyo yanavyokuwa dhaifu kimaadili. Hata leo kwenye maisha yetu tunapomsahau Mungu ndivyo tunavyozidi kuwa dhaifu katika maadili. Kwa hiyo sanamu ya Nebukadreza, sanamu njozi ambayo Nebukadreza aliota, ilionyesha kudolola kwa uchumi wa dunia hii, kudolola kwa dini, viwango vya dini vya dunia hii, na kudolola kwa maadili ya dunia hii. Kila kitu kinaenda kikiwa kikishuka na kushuka na kushuka zaidi. Daniel anamjibu, anamwambia mfalme, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote nilionayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wake. Kwa lengo Mungu analofunua ni kwa sababu mfalme hafunuliwe tafsiri, na mfalme akifunuliwa tafsiri ataihubiri katika watu wote waliopo. Kwa jamii ya watu wake itafahamu, nawe atapata kujua mawazo ya moyo wake alivyokuwa. Ndipo Daniel anasema yafuatayo, tutasoma tu hapa kwa haraka. Wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii ilikuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana, ilisimama mbele yako na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Mimi sijai kukutana na sanamu yenye umbo la kutisha duniani. Nimekuwa tuna masanamu makubwa, nikijilinganisha hivi mimi nakuwa kadogo, lakini sijai kukutana na sanamu kubwa ya kutisha. Lakini hii ya Nebukadreza ilikuwa yenye kutisha sana. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ilikuwa ya fedha, tumbo lake na viuno vyake vilikuwa ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma, nyayo za miguu yake ilikuwa nusu chuma na nusu udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo lile jiwe likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Biblia inasema jiwe lilikuwa very specific. Jiwe lilienda likapiga miguu. Jiwe halikupiga tumbo, halikupiga kifua, halikupiga kichwa,
lakini Biblia inasema jiwe lilienda likapiga miguu yake. Na lilipopiga miguu, kuvunjika kwa hii sanamu kulikuwa very specific. Haikuvunjika hovyo hovyo. Biblia ilipanga namna ambavyo itavunjika. Nasema ndipo kile chuma. Kwa cha kwanza kuvunjwa na jiwe ni chuma. Na ule udongo cha pili. Tatu, na ile shaba, na ile fedha, na ile dhahabu. Kwa kilichokuwa cha kwanza katika arrangement, maana kichwa kilikuwa cha dhahabu, mikono ilikuwa ya fedha, na kifua, shaba, udongo, alafu chuma. Kuvunjika inaanza chuma, udongo, shaba, fedha na dhahabu. Vikavunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi, viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima. Kiswahili cha kimvita kimeandika milima, lakini ikawa mlima mkubwa ukaijaza dunia yote. Kwa lile jiwe likamaliza, likawa mlima mkubwa sana, likaijaza dunia yote. Na Daniel anamaliza anamwambia, hii ndio ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Ninampenda Daniel, sijui akili yake ilikuwa inawaza nini, lakini kinachonifurahisha ni kwamba yeye ndio anayeongea na mfalme. Wako wawili, lakini ana majibu anayotoa, anasema nasi tutaihubiri. Yeye na nani? Ni yeye na mimi na wewe na kila mtu. Tutaihubiri tafsiri yake, sio mbele ya watu wa kawaida. Amna, tunaihubiri mbele ya nani? Ya mfalme. Mfalme yupi? Yupo mfalme wa dunia hii ambaye kwake mbele yake lazima tafsiri hii iweze kuhubiriwa na kila mtu aweze kuisikia na aweze kuielewa. Je, dhahabu, fedha, shaba, chuma, udongo, jiwe, naam, huwakilisha nini? Maana kila kitu ni ishara. Dhahabu ni ishara, fedha ni ishara, shaba ni ishara, chuma ni ishara, udongo ni ishara na jiwe ni ishara. Je, vitu hivi huwakilisha nini hasa? Tuone kwa haraka siku ya leo. Daniel 2:37-38. Wewe mfalme, mfalme wa falme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uweza na nguvu na utukufu. Kumbuka jina lifuatalo, jina ni kubwa sana. Mfalme wa wafalme. Kwa Nebukadreza alikuwa mfalme wa wafalme wa dunia hii, maana ni mfalme wa wafalme wa kalufi kadogo. Na Mungu wa mbinguni ana sifa ambayo Nebukadreza alipewa. Mungu wa mbinguni ni mfalme wa wafalme. Kwa hawa ni wafalme wakubwa wawili ambao wako hapo. Kuna mfalme wa wafalme katika muktadha wa dunia hii, na kuna mfalme wa wafalme wa mbinguni. Na huyo mfalme wa wafalme wa dunia hii, mfalme Nebukadreza, wakati huo alikuwa amepewa ufalme, uweza, nguvu na utukufu. Hakuna mfalme duniani aliyekuwa na uwezo kama yeye, hakuna mfalme duniani aliyekuwa na nguvu kama yeye, na hakuna mfalme aliyekuwa na utukufu kama yeye. Leo duniani yupo mfalme wa Babeli, yupo na ana nguvu, ana uweza na utukufu kuliko mfalme yoyote duniani. Haijalishi, sio Trump, sio nani, hakuna mwenye nguvu, mwenye utukufu na mwenye uwezo mkubwa kama yeye. Na kila mahali wakapo wanadamu, wanyama, kondeni na ndege wa angani amewatia mikononi mwako, naye amekukamilisha juu ya hao wote. Ndipo Daniel anamjibu, anamwambia mfalme Nebukadreza, sikiliza wewe, yani very specific, wewe Nebukadreza, wewe ukichwa kile cha dhahabu. Nebukadreza moyo wake ukafurahi sana kusikia kwamba yeye ni kichwa cha dhahabu, lakini alikuwa na akili ya kutamani kujua vingine vinawakilisha nini. Kichwa cha dhahabu, Babeli ambayo ilitawala dunia mwaka 607 mpaka mwaka 539 kabla ya Kristo, dunia wakati huo. Na hii ndio ilikuwa Babeli, ufalme wa Babeli wa zamani ulikitawala tu hapo. Ndio ilikuwa dunia iliyokuwa civilized ya wakati huo, na ukitawala eneo hilo ulikuwa unaaminika umetawala dunia zima. Kwa hiyo Nebukadreza akatawala eneo hili, na mfalme huu wa Babeli haukudumu siku zote. Isaya 13:19 Biblia inasema, na Babeli huo utukufu wa falme, uzuri wa kiburi cha Wakardayo, huo utakuwa kama Sodoma na Gomora hapo Mungu alipoiangamiza. Kwa hii Babel, utukufu wa ufalme, uzuri wa kiburi, utakuwa kama Sodoma na Gomora. Kwa kama Sodoma na Gomora ni kwamba utaangamizwa,
na wala hautaweza kusimama tena. Hautakaliwa na watu tena kabisa, wala watu hawatakaa ndani yake tangu kizazi hata kizazi. Biblia iko very specific, inasema Mwarabu hatapiga hema yake huko, wala wachungaji hawatalaza makundi yao huko. Mwarabu ni nani sasa? Nebukadreza ni utawala uliokaa Iraki ya leo. Na katika nje ya Iraki ya leo wanapatikana jamii ya watu gani? Warabu. Warabu hawatapiga hema katika hiyo eneo. Isaya aliandika zamani sana, na hawakuweza kukaa. Alikuja mtu mmoja anaitwa Saddam Hussein zamani zake. Saddam Hussein alisema nataka kutengeneza tena utawala wa Babeli, na akatumia fedha nyingi kuanza kujenga, na kweli alijenga. Hizi ni kuta halisi ziko pale Iraki. Alijenga, kaanza kujenga, na hii ndio ilikuwa gate kubwa aliyokuwa ameweka Saddam Hussein, na hapa juu akatambulisha baadhi ya miungu ya Babeli ya wakati ule ikiongozwa na mungu mkubwa kuliko wote alikuwa anaitwa Anu, ambaye ikiwa hapo Saddam akajenga lakini hakufanikiwa, maana kabla hajakamilisha adhima yake jengo lake likabaki kuwa ni finished, reconstructed, likaanza kuanguka na halikuweza, na hakuna mtu anayeishi, imebaki kama site watu wanaenda kuangalia. Hakuna anayekaa ndani yake kama Isaya alivyosema fungu la 21, lakini huko watalala hayawani wakali wa nyikani, na nyumba zao zitajaa bundi na mbuni watakaa huko, na majini watacheza huko, na mbwa mwitu watalia ndani yake, ndani ya ngome zake, na mbweha ndani ya majumba ya anasa, na wakati wake u karibu kufika, na siku zake hazitaongezeka. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho utawala wa Babel ile ya Nebukadreza, Mungu alisema kupitia Isaya, kaanguka. Wakaja baadhi ya wanadamu kama Saddam Hussein wakajaribu kujenga, lakini haikuwezekana. Hakuna anayekaa ndani yake, hakuna mtu anaishi hapo. Wanaishi wanyama na hayawani na watu wachache wanaoenda kuangalia na kuondoka, maana haifai kwa ajili ya kuishi. Sasa utawala huu wa Babeli uliwatesa watu wa Mungu. Yeremia akiwa akitoa unabii alisema watachukuliwa watu wa Mungu na watakaa utumwani miaka 70. Maana katika Yeremia 25 fungu la 11 Biblia inasema na nchi hii yote, yani nchi ya Uyahudi, na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa. Na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Kwa wakaenda utumwani, wakakaa utumwani muda wa miaka 70. Yeremia 25:12, na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, Mungu atarudi na kumwadhibu mfalme wa Babeli. Kanuni ya Mungu ile ile ya siku zote. Alikuwa anaruhusu watu wake wanachukuliwa kwenda utumwani, wanateswa utumwani. Baada ya muda anamwambia aliyowachukua utumwani, umewatesa sana watu wangu, sasa ni zamu yako na wewe kulipizwa kisasi changu mimi juu ya watu wangu uliowanyanyasa na kuwatesa. Kwa mfalme wa Babeli, kwa kuwa ulitesa watu wa Mungu na wenyewe ukafikia muda wake, Mungu akalipiza kisasi, akaanza kupiga. Ufalme wa Rumi ulitesa watu wa Mungu, ukawachukua wakaenda utumwani, ukawasambaza. Ilikafika wakati Mungu naye akasema hapana, ni muda wa ninyi na nyinyi kulipa kisasi juu yangu kwenu kwa sababu ya kuwatesa watu wangu. Bwana akawaadhibu tena. Yeremia 29 fungu la 10, maana asema hivi, Babeli atakapotimiziwa miaka 70 nitawajilia ninyi. Kwa kulikuwa kuna hizo mambo ambazo zikiendelea vizuri. Na maswali ya msingi ya kujiuliza ni haya yafuatayo. Babeli, historia ya dunia hii inasema itawala dunia mwaka 607 mpaka mwaka 539 kabla ya Kristo. Ukichukua mwaka 539 ukitoa mwaka 607, jumla ya miaka ambayo Babeli itawala jumla yake ni miaka 68, sio 70. Swali la msingi ni kwamba je, miaka 70 iliishia wapi ya wana wa Israeli kukaa utumwani? Maana Yeremia alisema Babeli itakaa utumwani, na Israeli, Yerusalemu wataenda utumwani, wana wa Yuda wataenda utumwani, watakaa huko, na itakapotimia miaka 70 Mungu atawarejesha tena. Lakini historia ya dunia hii inatueleza vizuri ya kwamba utawala wa Babeli ulidumu tu kwa muda wa miaka 68, si mingi sana. Miaka 70, jibu ni rahisi tu, miaka 70 ilitimia miaka 2 baada ya kuanguka kwa Babeli.
ndio ikatimia miaka 70. Na majibu ni rahisi tu. Kitabu cha Prophet and Kings ukurasa 556 paragraph ya 4, Ellen White anaandika yafuatayo: sala ya Daniel. Ile Daniel iliomba sala ya kwa muda wa majuma matatu akifunga na kuomba. Sala ya Daniel ilikuwa imetolewa katika mwaka wa kwanza wa Dario. Daniel 9 fungu la kwanza. Mfalme wa Umedi ambaye jemedali wake mkuu Koreshi alikuwa ameupokonya kutoka Babeli fimbo ya utawala ya ulimwengu mzima. Utawala wa Dario uliheshimiwa na Mungu. Kwake alitumwa malaika Gabrieli ili kumthibitisha na kumtia nguvu. Daniel 11 fungu la kwanza. Kwa baada ya Babeli kuanguka, Koreshi akiwa jemedali wa vita anaongoza, anapigana, anashinda, lakini utawala anaanza kutawala mfalme ambaye alikuwa ndugu yake, alikuwa anaitwa Dario. Dario ndio anaanza kutawala, na Dario akachukua madaraka, akaanza kutawala. Daniel 5 lile fungu la mwisho linasema naye Dario akaanza kutawala. Ametaja umri wake, alianza kutawala akiwa na miaka mingapi. Alafu Daniel anapo katika huo utawala wa mfalme Dario, Mungu anamtuma malaika Gabrieli. Lengo ni kwenda kuuthibitisha utawala ule na kuutia nguvu utawala wa mfalme Dario Medi, kwa sababu Dario alikuwa na hofu kidogo ya Mungu ndani yake. Baada ya kifo chake Dario, yapata miaka 2 baada ya kuanguka kwa Babeli, Roho nabii anasema Koreshi alirithi kiti cha enzi na mwanzo utawala wake ulitia alama tamati ya miaka 70. Wapendwa, tunaelewana kidogo? Kwa namna rahisi ni hii. Utawala wa Babeli unatawala miaka 68. Mfalme unahama kutoka utawala wa Babeli unaenda utawala wa Medi na Uajemi. Anaanza kutawala mfalme wa Umedi ambaye alikuwa anaitwa Dario. Miaka 2 tu alitawala, akafa. Baada ya kufa anachukua kijana ambaye Biblia inamuita Masihi wa Bwana, anaitwa Koreshi. Masihi wa Bwana anaingia, na Koreshi anapoingia ndipo inatimia miaka 70. Jumla inakuwa miaka 70, na ndipo Koreshi anatoa amri ya kwanza kwamba watu wote wanaotaka kwenda Yerusalemu na waondoke waende wakalijenge hekalu lao huko. Sasa hiyo miaka 70 inatimia wakati mfalme anayetawala akiwa Koreshi, kama Yeremia alivyosema. Tangu kundi la kwanza la Ibrania lilipochukuliwa na Nebukadreza kutoka katika makao ya Yuda hadi Babeli. Na baada ya zama zake, Biblia inasema, na baada ya zama zako, Daniel 2 fungu la 39, na baada ya zama zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Ufalme huu mwingine ambao ulikuwa ni mdogo ulikuwa ni ufalme wa Medi na Uajemi uliotawala dunia wakati huo toka mwaka 539 kabla ya Kristo mpaka mwaka 331 kabla ya Kristo. Na sifa ya ufalme wa Uamedi ni hii. Isaya 13 fungu la 17. Biblia inasema, tazama nitawaamsha Wamedi juu yao, ambao hawaoni fedha kuwa kitu wala hawafurahii dhahabu. Habari zenu. Kwa namna rahisi ni hii ifuatayo. Kichwa kilikuwa cha dhahabu safi. Mikono na kifua vilikuwa ni nini? Fedha. Kiuno ilikuwa ni shaba. Unainuka ufalme mwingine ambao wanaita Waamedi. Wao hawaoni kitu cha thamani kama fedha ni ya thamani wala dhahabu ni ya thamani. Kwao cha thamani kilikuwa nini sasa? Cha thamani kilikuwa ni kutawala. Na ni ufalme ambao ulikuwa unaongoza kwa kiburi. Hawa jamaa walikuwa wana kiburi na rushwa, na walikuwa wana sheria isiyobadilika kuliko kawaida. Sheria ya Wamedi na Wajemi haibadiliki. Ni ufalme ambao walikuwa naamini wanaweza wakafanya kila kitu wao wenyewe, na walikuwa wana kiburi kilichotukuka sana. Na kwa sababu ya uwezo wao waliokuwa nao katika utawala wao, rushwa, mmomonyoko wa maadili vilikuwa kwa kiwango cha juu sana kuliko kawaida. Na hii ndiyo utawala wa Wamedi na Wajemi wa dunia ya wakati huo. Utawala ukaongezeka kutoka Babeli ilipotawala kidogo tu hapo. Sasa expansion ikaongezeka kidogo, wakaendelea kutawala. Na walitawala
kushuka chini kuja mpaka huku kwetu bahari ya Hindi, mpaka Ethiopia walitawala mfalme wao wa mwisho yule Ahasuero, mume wa Esther, mfalme tajiri sana. Baadaye Daniel anamwambia mfalme, na ufalme mwingine wa tatu wa Shaba utakaoitawala sio sehemu tu, utakayotawala dunia yote. Hao walikuwa Wagiriki ambao walitawala dunia mwaka 331 mpaka mwaka 168. Na Wagiriki walisaidia kubadilisha dunia. Wao waliamini katika maarifa tu. Walikuwa wanaamini kwenye maarifa sana. Kutokea kwa Wagiriki ndio walipatikana watu walioanza kuingiza filosofi za kubadilisha dunia hii ya leo. Wagiriki ndio walioanza kutengeneza tasnia ya medicine. Ndio ikaanzia hapo. Wagiriki ndio walioanzisha tasnia inaitwa architecture, kuchora majengo. Walianzisha Wagiriki. Wagiriki wao maarifa alikuwa mazuri. Wakina Plato, Aristotle, Alexander the Great, Wagiriki waliobadilisha dunia wakati huo. Na wakatawala dunia toka mwaka 331 kabla ya Kristo mpaka mwaka 168 kabla ya Kristo. Utawala wao kaanguka. Biblia inasema yafuatayo: na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Kwa maana chuma huvunja vitu vyote na huvishinda. Kama chuma kisetavyo vitu hivyo, ndivyo utakavyovunja na kuseta. Kwa ufalme wa nne, utawala wa nne ulikuwa utawala wa Rumi ya kipagani, uliotawala dunia toka mwaka 168 kabla ya Kristo mpaka mwaka 476 baada ya Kristo. Yesu amezaliwa, Rumi inatawala. Yesu anauawa, Rumi inatawala. Yesu anafufuka, Rumi inatawala. Yesu anapaa kwenda mbinguni, Rumi bado inatawala. Ilipofika mwaka 476, Rumi ikagawanyika, zikapatikana falme ndogo ndogo 10 ambao zikaanza kuishi hapo. Wakati huo ndio mataifa, baadhi yake yamebaki kuwa mataifa yale 7 yanayopatikana kule Ulaya. Na hii ndio Rumi katawala dunia wakati huo, kwenye ramani ikionyesha jinsi ambavyo Rumi ilitawala. Sasa hiyo ni historia rahisi ambayo kila mtu anaweza akaifahamu rahisi. Tuingie ndani kidogo. Kama katika Daniel sura ya 2, dhahabu inawakilisha Babeli, fedha ni Wamedi na Uajemi, shaba ni Uyunani, chuma ni Rumi, jiwe mlima unawakilisha ufalme wa milele. Je, udongo wa mfinyanzi unawakilisha nini katika Daniel sura ya 2? Na ni lazima iwe ishara. Ni ishara ya nini? Udongo wa mfinyanzi huwakilisha nini? Kumbuka fuatayo: haukutumika udongo wowote kwenye sanamu, lakini ulikuwa very specific, ni udongo wa mfinyanzi. Udongo wa mfinyanzi ni dhaifu sana. Daniel 2 fungu la 42. Na katika Warumi 9 fungu la 20-21, Mtume Paulo anaeleza jambo la pekee. Anaeleza kwamba udhaifu wa mwanadamu, udhaifu tulionao sisi binadamu, udhaifu wetu wa kibinadamu ni kama udhaifu wa udongo wa mfinyanzi, jinsi ulivyokuwa dhaifu. Warumi 9 fungu la 20-21 anasema, la sivyo binadamu, wewe nani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Au mfinyanzi, je, hana amri juu ya udongo? Kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima, na kwa fungu jingine kiwe hakina heshima. Sasa udhaifu ambao binadamu wanao ni mfano wa udongo, alafu Mungu wa mbinguni ni mfinyanzi. Kwa Mungu wa mbinguni anaweza akamtengeneza mtu kwa kadri anavyoona inafaa yeye. Nitawapa mfano rahisi. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Paulo. Wakati wake alikuwa Sauli, mtesi wa watu wa Mungu, akiwaua watu, akiwatesa. Ili Mungu aweze kumtumia ikabidi Sauli abadilishwe. Lakini ili aweze kufaa kabisa, wakamshauri walioongozwa na Roho wa Mungu wakati huo, wakamwambia, injili yako haiwezi kukubalika hapa. Kwa kuwa uliwatesa sana watu wa Mungu, itabidi wewe ufanye kazi huko, alafu tutakutana. Ndipo Paulo akaanza kufanya kazi kwa mataifa, kazi ambayo ilikuwa amepewa Petro, lakini Petro hakuweza. Paulo akaanza kuifanya kazi, na akaifanya kazi vizuri. Ila akienda maeneo ya pale kwake, kinaonekana ni chombo ambacho hakina heshima, kwa kuwa alikuwa akiwatesa watu wa Mungu, akiwanyanyasa. Lakini anapoondoka, kinakuwa ni chombo kilichokuwa na heshima na kinafaa sana. Chuma kinaelezwa kuwa na nguvu. Chuma kina nguvu. Daniel 2 fungu la 40. Kwa maana chuma huvunja vitu vyote
na kuvishinda. Kwa chuma kina nguvu. Kwa hiyo muunganiko wa chuma na udongo, kuna kitu chenye nguvu na kitu dhaifu vinaunganika. Na kwa nini vinaunganika? Ni kwa sababu udongo hauwezi kukaa wenyewe, ni unahitaji msaada wa kitu chenye nguvu. Lakini swali litabaki kuwa lile lile la msingi. Je, udongo unawakilisha nini? Muungano wa udongo na chuma mbele za Mungu ni muunganiko haramu. Na Mungu anauchukia sana. Sio muunganiko wa kweli. Na unamkwaza na Mungu haupendi hata kidogo. Sasa udongo wa mfinyanzi huwakilisha nini? Tuangalie kidogo katika Biblia udongo wa mfinyanzi huwakilisha nini? Katika Yeremia 18 fungu la 1 hadi la 6, udongo wa mfinyanzi unatumika kuwakilisha taifa la Israeli, kanisa la Mungu la Agano la Kale. Ambapo katika Yeremia 18 fungu la 1 hadi la 6, Yeremia anaelezea uzoefu wa kwamba Mungu anamchukua, anampeleka mpaka kwa mfinyanzi. Akifika kwa mfinyanzi, anamkuta mfinyanzi anatengeneza chungu kinaharibika, alafu mfinyanzi anaanza kutengeneza chombo kingine. Ndipo Mungu anamwambia, je, mimi nashindwa kuwatengeneza ninyi watu katika mfumo kama huu afanyao mfinyanzi? Mungu wa mbinguni ana kanisa moja tu, hana makanisa mawili. Na kanisa hili moja limeishi katika nyakati mbili. Limeishi katika nyakati la Agano la Kale na likaishi katika nyakati la Agano Jipya. Kanisa hili linawakilishwa na mwanamke mmoja tu, Ufunuo 12 fungu la 1 hadi la 2. Na ishara kuu ikaonekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa na mimba, akalia hali ana utungu wa kuumwa katika kuzaa. Huyu mwanamke ni kanisa la Agano Jipya, Agano la Kale? Jibu ni rahisi sana, ni Agano la Kale, kwa sababu mwanamke huyu ana mimba na mtoto hajazaliwa. Mtoto anapozaliwa, mwanamke yule yule anabadilika, anakuwa hana mimba. Ila mwanamke huyu anakuwa na mtoto. Alafu mwanamke huyu anatoka kuwa kanisa la Agano la Kale, kanisa la Agano Jipya. Mwanamke huyu mwenye nyota 12 juu ya kichwa, katika Agano la Kale ni watoto 12 wa mzee Yakobo. Agano Jipya ni mitume 12. Jua, mwezi zinafanana katika maagano yote mawili. Hivyo itakuwa halali kuthibitisha kwamba kanisa la Mungu la Agano la Kale au watu wa Agano la Kale wanawakilishwa na mfinyanzi, na chombo kikiharibika Mungu hutengeneza chombo kingine. Wakati mwanadamu akiwa anaumbwa, Mungu alimuumba kwa mavumbi. Swali, alitumia aina gani ya udongo kukuumba wewe, kuniumba mimi? Maana sayansi ya udongo inaelezea kuna aina kadhaa za udongo. Je, alitumia udongo wa kichanga au alitumia mfinyanzi au alitumia aina gani ya udongo kumuumba mwanadamu? Katika uumbaji wa mwanadamu, Mungu alimuumba kwa mavumbi ya ardhi kulingana na Mwanzo 2 fungu la 7, kwa mavumbi ya ardhi. Na swala msingi ni kwamba, je, Mungu alitumia aina gani ya mavumbi kumuumba mwanadamu? Jibu ni rahisi tu. Yesu alitumia udongo wa mfinyanzi kumuumba mtu. Biblia inasema yafuatayo, Isaya 64 fungu la 8. Lakini sasa Bwana huu baba yetu sisi tu udongo, nawe mfinyanzi wetu sisi tu kazi ya mikono yako. Neno mfinyanzi, neno udongo kwenye Kiswahili, Swahili Union Version, Kiingereza kinatumia neno zuri sana, neno clay. Clay ni udongo wa mfinyanzi. Na Ayubu 33 fungu la 36 anasema, mimi nami nilifanywa katika udongo, tulitengenezwa kutoka katika clay. Kwa tulitengenezwa kutoka katika udongo wa mfinyanzi. Ndio udongo ambao mwanadamu akaumbwa nao, akatengenezwa kwa huo. Na mwili huo ambao ulitengenezwa kwa udongo wa mfinyanzi ulikuwa hauna uhai mpaka Yesu alipopulizia puani pumzi ya uhai, ndipo huo udongo ukaweza kupata uhai na mwanadamu akawa nafsi hai. Mwili halisi ambao Mungu aliufanya kutokana na udongo ulikuwa mkamilifu sana, lakini ulikuwa hauna uhai. Ulihitaji kitu cha ziada, ulihitaji kupuliziwa pumzi ya uhai. Kwa Mungu alipopulizia pumzi ya uhai, mwili ukaishi, viungo vyote vikaanza kutimiza majukumu yake kwa kufanya kazi pamoja, na hivyo vinamsababisha mwanadamu anakuwa imara. Na kiungo chochote kikitokea kika misbehave, kikashindwa kufanya kazi yake kama jinsi ambavyo Mungu alihitaji kifanye, mwanadamu anakuwa mgonjwa, anaumwa.
Huo ndio ugonjwa. Kwa namna rahisi ya kuelezea ugonjwa ni hali ya kiungo chako cha mwili kilichotakiwa kufanya kazi kama ilivyotakiwa kufanywa misbehave. Yani ni hali ya mwili kuto kufanya kazi yake kama Mungu alivyohitaji ufanye, na kwa ugonjwa. Mfano, kongosho ikigoma kufanya kazi yake, ikichoka kufanya kazi yake, au imegoma au imekufa kufanya kazi yake, unapata sukari. Kwa kisukari ni matokeo kiungo fulani cha mwili kuleta shida. Au kongosho yako inafanya kazi vizuri, inatoa insulin ya kutosha, ila vile vipokeo, milango ambayo ikifunguka ndio sukari inaweza ikaanza kufyonza kuingia, zikagoma kufunguka, mtu anasema okay, anakuwa na shida ya sukari. Kwa ili mwanadamu aweze kuishi anahitaji pumzi ya uhai. Mwanzo 2:7, Bwana akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Sasa hiyo pumzi ya uhai, swala msingi ni hili: ni nini kinachowakilishwa katika uumbaji halisi? Ule uumbaji wa kumuumba mwanadamu, uumbaji halisi, Mungu alitamani watu wake waweze kujifunza nini? Mungu alitamani watu wake waweze kujifunza namna Mungu anavyoliongoza kanisa lake. Katika Wakolosai 1:8, kanisa linafananishwa na mwili. Biblia inasema naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Tunaelewana vizuri? Sasa nataka tuunganishe doti zifuatazo. Mwili umeumbwa kwa udongo wa vinyanzi. Mwili huu ili uweze kuishi unahitaji pumzi ya uhai ili uweze kukaa sawa, ndio viungo vyake vinaanza kufanya kazi. Na mwili huu na udongo huu ambao ndio mwili unawakilisha nini? Kanisa. Maana Biblia inasema Yesu ndio kichwa cha huo mwili, yani kichwa cha kanisa. Kwa muunganiko wa chuma na udongo unawakilisha nini sasa? Very simple. Udongo unawakilisha kanisa. Chuma unawakilisha nini? Ni mamlaka ya kiserikali. Kwa muunganiko wa mamlaka ya kiserikali na muunganiko wa dini, yani dini na serikali vikiungana, ni muunganiko haramu mbele za Mungu wa mbinguni. Hiyo ndio namna rahisi ambavyo ilikuwa ikiwakilishwa kwa namna hapo. Kwa kanisa la kwanza, kanisa la matendo, kanisa la mitume lilipoanza lilikuwa halina nguvu mpaka lilipopata pumzi. Pumzi ni roho wa Mungu akaingia na kanisa likaanza kufanya kazi yake vizuri sana. Sasa kwa sababu ya wakati tunamalizia kwa namna hii ifuatayo. Hivyo tunahitimisha kwa kusema kwamba udongo wa mfinyanzi unawakilisha kanisa la Mungu. Ni kwa kusema wakati wa hatua hii ya nyayo na miguu, mamlaka ya kanisa la Rumi, yani chuma, ilikuwa imechanganya na mambo ya kidini au kikanisa, udongo. Hiki ndicho hasa kinachoelezea wakati wa utawala wa upapa, muunganiko wa dini na udongo. Na Ellen White anaandika ifuatayo, Bible Commentary gombo la 4 ukurasa 1168 paragraph ya 8. Mchanganyiko wa ufundi wa kanisa na ufundi wa serikali unawakilishwa na chuma na udongo. Habari zenu. Kule muunganiko wa chuma na udongo ni muunganiko ambao unawakilisha muunganiko wa dini na serikali. Ndani yake kulikuwa kuna miunganiko mingine midogo iliyokuwa ikiendelea, kama kuchanganya mbegu kati ya wanadamu ili waweze kupatikana watu kuishi. Hiyo tutaangalia wakati mwingine, na kwa nini Mungu alikichukia hicho kitu mpaka akakiandika. Anakichukia sana. Mungu anachukizwa sana na hicho kitu kinaitwa amalgamation of man and beast. Wakati wetu leo, Pambano Kuu kurasa 443 paragraph ya 3. Wakati wowote kanisa lilipopata mamlaka ya kiserikali lilitumia mamlaka hayo kuadhibu wanaotofautiana na mafundisho yake. Makanisa ya Kiprotestanti yalifuata nyayo za Rumi kwa kuunga mkono mamlaka ya kidunia, yamedhihirisha shauku ile kudhibiti kwa dhamiri za watu. Kwa tunaishi wakati wa mwisho, wakati jiwe linaelekea kuja, na wakati Yesu yu karibu sana kuingia mlangoni. Na wakati Yesu anapokaribia kuja, kuna jambo la msingi la kuweza kuzingatia ni hili lifuatalo. Tunaishi wakati ambapo dunia inatafuta kurudisha tena muunganiko wa chuma na udongo. Yaani dini iweze kucontrol dhamiri za watu. Yaani serikali iweze kutumia dini, yaani dini iweze kuungana na serikali ili iweze kucontrol, kuongoza mawazo na watu wezaje kufanya mawazo yao. Muunganiko haramu.
Na kitendo hicho hivi karibuni kitatokea sana. Lakini wito wa Mungu ni huu ufuatao. Mathayo 21 fungu la 44. Naye aangukae juu ya jiwe, hilo atavunjika vunjika, na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga tiki tiki. Kwa ni lazima tuchague leo, aidha unaliangukia jiwe au jiwe linakuangukia. Ni aidha jiwe likuvunje vunje au likusage tiki tiki. Hayo ni maamuzi ambayo kila mmoja inabidi aweze kuamua. Na mbingu wito wake ni mmoja tu, ni heri yule aangukiaye jiwe kuliko jiwe likimwangukia huyo mtu. Maana jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono ya binadamu lilipiga ile sanamu likaivunja vipande vipande, na hilo jiwe likawa mlima mkubwa, naye ni Yesu Kristo anayekuja mawinguni mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu anakuja, wajibu wetu ni kujiandaa kumlaki ajapo mawinguni mara ya pili. Tunajiandaje? Kwa kutengeneza tabia zetu zifanane na za wakazi wa mbinguni. Simame tuombe. Baba yetu mwema, Mungu ushie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa namna ya pekee ambavyo tumeweza kuona historia isiyoweza kufutika, historia ambayo inabeba taswira na mtizamo wa maisha ya kiroho, ya kijamii, maisha yetu ya umilele, yote yanafunuliwa hapo. Na katikati ya kushamili kwa uovu, katikati ya muunganiko haramu kati ya dini na serikali, katikati ya shetani kuonyesha nguvu aliyokuwa nayo katika kuongoza dhamiri za watu, ndipo ambapo Yesu Kristo utarudi na utatawala ufalme wa milele ambao katika huo hakuna mwanadamu anayeweza akauangamiza, wala hakuna kiumbe chochote kinaweza kikautoa. Na ndipo maneno yale mazuri ya faraja yanatamkwa, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atakaa nasi, atatufuta machozi na kila jambo litakuwa. Lakini kabla ya kufikia hatua hiyo, upo wajibu wa kila mmoja wetu kufanya, ni kutengeneza tabia ifanane na wakazi wa mbinguni. Ili tabia hii iweze kufanana na wakazi wa mbinguni, inahitaji kila mmoja wetu kujitwika msalaba wake kila siku na kukufuata. Ninachokusihi na kukuomba ni kwamba kwa yeyote miongoni mwetu anayesema Kristo nisaidie katika ulimwengu huu, nionyeshe njia, Baba wa mbinguni ukamwonyeshe njia ya kufaa sana. Na wale watu wako wa vizazi vyote watakapoamka katika ile asubuhi njema, wakiungana na wale ambao wako hai kukulaki ujapo mawinguni, na sisi watu wa Mzizima ukatukumbuke tukaweze kukuona. Tunapoendelea na program zinazofuata, tunaamini ya kwamba utaendelea kuwa nasi ukitufundisha, ukituongoza katika siku hii njema, tukishauriana pamoja na kusikia yale yatokayo kwako, kupitia jina mwana Yesu Kristo. Amina.